Uwezo ni jitihada ambayo ilianzishwa chini ya shirika la Twaweza katika nchi 3 za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda, na Uwezo ilianza mwaka 2009 kule Kenya, baadaye 2010 ikaanzishwa Tanzania na Uganda. Lakini kulikuwa kuna chachu ambayo ilisababisha Uwezo kuanzishwa. Walitokea wataalamu wanaokereketwa na masuala ya elimu katika nchi hizi 3, na mwaka 2008 watu hao wa Tanzania, wataalamu kutoka Kenya, kutoka Uganda, walikwenda kutembea nchi ya India, ambapo walisikia kwamba kuna shirika lisilo la kiserikali linafanya tathmini kwa watoto kujua viwango vya kujifunza. Na jopo hilo la wataalamu kutoka Afrika Mashariki alikuwepo Bwana Rakesh Rajani, alikuwepo Dr. Sara Ruto, alikuwepo Profesa Sumra, ambaye Profesa Sumra ndiye mkurugenzi wa kwanza mwanzilishi wa Uwezo Tanzania. Na watu hawa waliandamana pia na baadhi ya watu kutoka serikalini, wakafika India, wakaenda kujifunza kwenye shirika linaitwa Pratham. Kwa sababu miaka ya nyuma huko tulikuwa tunasikia matokeo ya kidato cha 4 sio mazuri sana, matokeo ya darasa la 7 sio mazuri sana, lakini msingi chimbuko lake ni nini? Kwa hiyo tukaona, je, tunawezaje kutafiti hili kwa ukubwa na upana wa kitaifa ili tuweze kupata jibu sahihi, sio tu hisia za watu. Kulikuwa kuna Millennium Development Goals, haswa ilikuwa inasisitiza watoto wapelekwe shuleni. Na Tanzania tuliweza kufanikisha sana katika uandikishaji wa watoto. Watoto wengi sana walipelekwa shuleni, na ikaanzishwa mikakati kama mpango wa maendeleo ya elimu ya msingi MEM, au ilikuwa inaitwa PEDIP, Primary Education Development Program. Lakini pia tunakumbuka tulikuwa tuna UPE, Universal Primary Education, kuhakikisha watoto wote wanakwenda shuleni. Nini kinapelekea kwanza wazazi na walezi wa watoto wawe karibu na shule? Nini kinapelekea walimu wakuu waweze kuongoza shule ambapo matokeo yanakuwa bora kuliko mazingira? Kuna mbinu mbalimbali tofauti, ukaribu wa walimu na walimu wakuu na wazazi. Na la mwisho tumeangalia mitaala. Je, kuna ulinganisho kati ya ule mtaala unaofundishwa na ule mtaala ambao unafanyiwa tathmini kwa kupitia mitihani? Tuna kanuni nyingine pia ya kushirikisha wadau, kwa sababu tunasema Uwezo inaongozwa na wananchi. Kwa hiyo tunashirikisha pia wadau mbalimbali katika wilaya zote za Tanzania ambao ni mashirika yasiyo ya kiserikali. Haya mashirika tuna utaratibu wa kuyachagua kwa kuzingatia vigezo ili kupata mashirika yanayoweza kufanya kazi kwa uadilifu na kuleta matokeo na takwimu ambazo zina ubora na zinaweza kusaidia kutoa taarifa sahihi kwa ajili ya mipango ya elimu na kwa ajili ya uhamasishaji wa wananchi na kwa ajili ya kuelekeza utungaji wa sera mbalimbali za elimu. Ili kuweza kuifikia jamii, hususan wanafunzi, Uwezo Tanzania walichagua mashirika yenye sifa ya kufanya nayo kazi katika kila wilaya nchini Tanzania, ambayo yalipewa kazi ya kuchagua watu 4 ambao mmoja anakuwa mratibu wa wilaya, mwingine msaidizi, na wengine 2 wanakuwa waratibu wa vijiji. Watu hao 4 wanapewa mafunzo ili wajue namna ya kufanya tathmini ya uwezo, namna ya kutumia zana na namna ya kupima uwezo wa watoto. Mchakato wa kupatikana kwa watafiti wa kujitolea ni mchakato ambao unafanywa na mratibu wa wilaya, na anakuwa na timu yake wasaidizi, ambapo wanaenda kwenye ofisi za vijiji au serikali za mitaa. Huko wanabandika matangazo ya kutafuta vijana ambao at least waliomaliza kidato cha 4 na kufanya vizuri kidogo, na kila wilaya inakuwa na maeneo ya kusabia 30 mvulana na msichana. Kwa hiyo kunakuwa na mafunzo ya vijana kama 60 hivi. Tunafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali na Wizara ya Elimu na Wizara ya TAMISEMI katika kuendeleza hili jambo, kujua kwamba kweli lina tija na gharama zake ni zipi. Lakini tumejaribu kuhamasisha wazazi wawafuatilie watoto wao. Je, mnafika shule, mmejifunza nini leo? Hebu niangalie madaftari. Uwezo imepitia zinaweza gawanyika katika makundi 3. Kundi la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba jamii kiasi gani wanaweza kushiriki katika kuhakikisha kwamba jinsi gani wanafunzi wanavyosoma. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni
kukubali matokeo yanapokuwa yametokea kwamba hali ya watoto ni hii, na kuweza kushiriki katika hatua za kusaidia kuhamasisha. Tulipoanza kutoa matokeo, watu walikuwa hawatuamini. Kwa mfano, serikali ilikuwa inahoji, mnatumia mbinu gani? Tutaaminije kwamba haya matokeo ni sahihi? Na wengine walikuwa wanahofu kwamba wananchi hawa ambao tunawaita volunteers au wahojaji wa kujitolea hawana uwezo wa kuweza kupima watoto kwa usahihi na kutuletea takwimu sahihi. Kwa hiyo labda takwimu tunazotoa sio sahihi. Kuna wakati mazoezi yalikuwa yanafanyika wakati wa mvua, kwa hiyo inakuwa ni shida kwa sababu nchi yetu mnavyojua jiografia yake, kuna sehemu nyingine ambazo ziko pembezoni sana, kwa hiyo usafiri unakuwa ni mgumu. Takwimu zetu tangu mwanzo kwa miaka 10 zilikuwa zinaonyesha pia kwamba kuna changamoto katika mazingira ya ujifunzaji. Unakuta vitabu ni vichache, unakuta madarasa, miundombinu madarasa ni machache, watoto wanajazana darasani, lakini pia watoto hawapati chakula shuleni. Katika miaka 10 Uwezo umeweza kufanya tafiti huru 7 tofauti, ya mwisho ikiwa imefanyika mwaka 2017 kwenye kupima uelewa wa wanafunzi wetu katika shule za msingi, lakini pia watoto ambao wako nje ya mashule ambao wanatakiwa wawepo darasa fulani pia wanauelewa kiasi gani. Ilikuwa ni tathmini ambayo inafanyika kitaifa na ilifikia nchi nzima, yani wilaya 159 kwenye nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kufanya tathmini kwa muda mrefu, tukaweza pia kufanya shughuli zingine za kuweza kuonyesha ni namna gani ya kusaidia watoto. Tulipofika hapo ndio tumeweza kuanzisha mchakato ambao tunaita Jifunze au Teaching at the Right Level au kwa kifupi TAL. Huu ni mkakati ambao tumeuanzisha mwaka 2019 na tunaufanya katika wilaya 3. Wilaya Chamwino, Mvomero na Kisarawe. Lakini pia hii Jifunze inasaidia kubaini watoto ambao hawawezi kusoma, hawawezi kufanya hesabu kuanzia darasa la 3 mpaka la 5, na mwalimu akisha wabaini anafundishwa kutumia mbinu mbalimbali za kuwasaidia. Lakini pia tumeweza kwenda kwenye jamii katika shughuli yetu au jitihada ambayo tunaita extended feedback. Extended feedback imetokana na mrejesho ambao tumekuwa tukiutoa katika kaya siku za nyuma. Tukipima watoto katika kaya, mzazi anapewa mrejesho, lakini baadaye tukaja kugundua kwamba mrejesho huu hauwafikii jamii nzima katika swala zima la kuwa na mbinu za pamoja katika kijiji za kusaidia watoto. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa tuje na mkakati ambao utawezesha kuwafahamisha kijiji kizima. Watoto walioweza kusoma kwenye sentensi tuliowapima ni 75, walioweza ni 30. Wazazi wanatakiwa wajivunie watoto wao kuwa shuleni, lakini watimize wajibu wao kama wazazi kuhakikisha kwamba unapompeleka mtoto shuleni unakuwa sehemu ya kumwezesha naweza kujifunza. Nafikiri Uwezo tu imeonyesha njia, na Uwezo haiwezi kuwa kila mahali, Uwezo haiwezi kufanya kila kitu, lakini nafasi kubwa hapa ni wito kwa wazazi. Swala la usimamizi na swala la kumsaidia kusoma mtoto, wajibu unamwangukia mtoto wa kwanza kusoma, wa pili, lakini mzazi ana nafasi kubwa sana. Ningependa uwekezaji katika rasilimali watu na sekta ya elimu na elimu msingi ndio kiwe kipaumbele cha taifa letu. Haya mambo mengine yote haya yaje baadaye ili tuweze kupata tija, lakini elimu msingi iwe number 1.